Kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua amepuuzilia mbali mkutano Africa Forward 2026 ulioandaliwa kwa ushirikiano kati ya Rais Ruto na Emmanuel Macron wa Ufaransa. Gachagua amedai kuwa ziara ya Rais Macron inahusiana na mazungumzo kuhusu ujenzi wa mradi wa barabara kuu ya Rironi Mau Summit ambao kwa sasa unatekelezwa na kampuni mbili za Kichina. Victor Kayanda anaarifu. Kongamano kuhusu maendeleo barani Afrika lilipokuwa likiendelea katika jumba la KICC na kuwaleta pamoja marais na wakuu wa mataifa zaidi ya 30, kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua alitumia fursa hiyo kupuuzilia mbali mkutano huo, akisema hauna manufaa yeyote kwa Wakenya. William Ruto has hosted some world leaders and non-African dictators to get an affirmation and a breather in the reality that he is one-term president and get a reprieve of the political pressure in the country. The African Forward Summit happening in Nairobi is just a sideshow of Mr. William Ruto to hoodwink Kenyans on the matters that affect them. Alimtaja Rais Ruto kama adui mkubwa wa demokrasia na haki za kibinadamu, si tu hapa nchini bali Afrika Mashariki. Mr. William Ruto, a man who is the greatest disrespecter of the rule of law, the greatest human rights violator, a vicious man, a callous character, a con master and a practicing dictator on internship from African dictators like Samia Suluhu, Yoweri Museveni, and his contemporaries from other African countries, especially the ones dining at State House now for a talk show. Akirejelea visa vya mwanasiasa wa upinzani nchini Uganda Kizza Besigye, wakimbizi kutoka Uturuki pamoja na mwanaharakati wa Tanzania Maria Sarungi, Gachagua amesema takriban mwaka mmoja kabla ya uchaguzi mkuu nchini, hali si hali nchini, kwani Kenya imegeuka kitovu cha kimataifa cha utekaji nyara na biashara haramu ya kibinadamu. Kenya risks to have over 2 million goons in the streets, courtesy of William Ruto's creation. Kenya risks the Haiti route. Women and children are tortured and attacked in churches with live ammunitions, tear gas canisters, and the brutality of clubs and machetes, not once, not twice. Businesses belonging to certain communities are being torched by goons under police escort, and the president remains silent. Wakati huo huo, Gachagua hakuwasaza katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, akioji kuwa ujio wao nchini una nia fiche na wala si kongamano la ustawi wa Afrika. Mr. Macron, your French firms had a contract of 150 billion for a bigger scope. The Chinese firm CRBC firm takes it to 200 billion on a smaller scope, creating a 50 billion fund for corruption by William Ruto and the Chinese contractors. You are accomplice in the 7 billion Kenya shillings theft from the people of Kenya. That is the money you have actually come to negotiate in Nairobi, not the summit that you are attending. Victor Kayanda, Undugu TV.